Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Alhamisi, juma la 15, kipindi cha kawaida mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya, sura ya 26, aya ya 7 hadi ya 9, aya ya 12, aya ya 16 hadi ya 19. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 11, aya ya 28 hadi aya ya 30. Karibu tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia makutano, "Njooni kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi." Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ni sehemu ya maneno ya Injili ya leo yanayodokeza na kumwalika kila mmoja wetu kukimbilia upendo, wema na huruma ya Mungu iliyo wazi kwa ajili ya kila mwanadamu. Yesu anaahidi kuwa kila atakayemwendea yeye kwa matumaini atapata pumziko. Msingi wa Injili ya leo tunaupata katika Injili ya Mathayo, sura ya 9, aya ya 36. Tunapoambiwa kuwa Yesu alipowaona makutano aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na wametawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Yesu anaongea na makutano ya wana wa Israeli waliochoka kutokana na utawala wa kigeni, yaani utawala wa Kirumi, utitiri wa kodi, na si hayo tu, pia sheria kandamizi ambazo tunaambiwa zilikuwa nyingi. Watu hawa hawaoni tumaini tena, bali wanaonekana kukata tamaa. Tukumbuke kuwa wafuasi wengi wa Kristo walikuwa ni watu wa tabaka la chini, ambao hata kupata mahitaji yao ni kwa shida. Ni wale walioachwa kando na ambao hawaonekani kuwa na maana kabisa. Hawa ndio anaowaalika kumwendea yeye ili awapatie pumziko. Nadharia ya pumziko katika maandiko matakatifu tunaiona sehemu mbalimbali. Kwanza kabisa tunaambiwa baada ya kazi nzima ya uumbaji, Mungu anapumzika siku ya 7. Tunasoma hili katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2, aya ya 2. Pia wana wa Israeli siku ya 7, yaani Sabato, walipumzika na hivyo kuacha kazi zote walizokuwa wakizifanya. Rejea kitabu cha Kutoka sura ya 20, aya ya 10 hadi ya 11. Pumziko hili katika desturi ya wana wa Israeli waliitazamia katika namna mbili: pumziko la wakati huu wa maisha ya duniani kama walivyofanya siku ya Sabato, na pumziko lile ambalo wale walioishi kiaminifu watalipata katika utawala wa Mungu siku ya mwisho, wakati Masia atakapokuja kutoa hukumu. Kupata pumziko hili kuliwadai kuishi kiaminifu katika uhusiano mwema na Mungu. Tukisoma Zaburi ya 95, aya ya 10 hadi ya 11, neno la Mungu inasema, "Hawa ni watu waliopotoka, hawakuzijua njia zangu. Nikaapa kwa hasira yangu, hawataingia kwangu wapumzike." Hii inadhihirisha wazi kuwa kuishi kiaminifu ni kigezo kimojawapo cha kupata lile pumziko. Wapendwa wana wa Mungu, leo mwaliko huu unasikika tena kwetu. Kristo anatuita tumwendee na mizigo yetu, naye atatupa pumziko. Twaweza kujiuliza, mizigo hii ni ipi? Tunaweza kutafsiri mizigo hii kama changamoto mbalimbali za kimaisha: magonjwa, njaa, chuki, dhambi, vilema na mambo mengine mengi yanayotutatiza. Tukitafsiri mizigo hii kama changamoto za maisha, Injili zote zinatuonyesha uwezo mkubwa wa Kristo
katika kutatua magumu na mateso yanayomkabili mwanadamu kupitia miujiza mbalimbali ya uponyaji, kuwalisha maelfu, lakini hata pia kupitia mafundisho yake yaliyojaa matumaini ya dhati ndani yake. Swali la kujiuliza: je, kama Kristo anaweza fanya hayo yote, hawezi tusaidia? Je, mizigo yetu ni ipi na wapi tunakimbilia kupata kitulizo? Na kama Kristo alikuwa na uwezo wa kutenda mambo yaliyo makubwa, je, magumu tunayokabiliana nayo ni mazito kiasi kwamba hawezi kutusaidia? Katika maisha yetu ya kila siku tuna mambo mengi binafsi tunayoshikilia na kuyabeba tukiona ni ya muhimu, ambayo kwa nyakati nyingine anatuelemea na kuwa mizigo mikubwa kwetu tusiyoweza kuibeba. Vipo vilema mbalimbali tunavyoshikilia na tabia kadha wa kadha tunazong'ang'ania, na hivyo zinatuelemea na kuona maisha yaendi. Leo Kristo anatualika na kutuahidia pumziko. Mkristo anapomfuata Kristo anaalikwa kujikana nafsi yake na kuachilia yote, hivyo kuweka tumaini lake lote kwa Kristo. Pale tunapoachilia yote na kubadili mtindo mzima wa maisha yetu, tunapata pumziko la kweli na ahueni ya maisha. Kristo atudai mambo makubwa, bali anataka tuweke tumaini letu lote kwake. Kwa kufanya hivyo, tunakuwa huru kutoka katika yale yote yanayotuelemea. Mwaliko huu uko wazi, si kwa wachache, bali kwa wanadamu wote. Kumwendea Kristo haimaanishi kutembea njiani kwa miguu kumwendea, bali ni kubadili mtindo mzima wa maisha, si kwa mwili, bali kutembea kwa imani, kwani ndiyo njia pekee ya kumwendea Mungu. Katika magumu na yale yanayotutatiza, haimaanishi tumpelekee tu na kumwachia afanye yeye, bali tunaalikwa kumshirikisha kila tunachokifanya na kile tunachokusudia ili afanikishe yote, kwani jitihada zetu bila mkono wa Mungu hazina umaana wowote. Tukikumbuka kuwa mateso na changamoto za maisha katika maisha ya mwanadamu hazikosekani, lakini pale tunapomwendea Kristo na kumshirikisha yeye, atatusaidia katika kubeba mizigo hii, kwani atatupatia neema ambazo zinahitajika katika kukabili magumu ya maisha. Kumbe, tunapotafakari juu ya upendo wa Kristo kwa mwanadamu unaomwalika kwenda kupata pumziko, tumwombe Kristo ili kwa nguvu ya damu yake tuweze kupata faraja, tuweze kupata tumaini na tuweze kupata ahueni katika maisha yetu ya ufuasi. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Christian Katushabe Joni wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Damu ya Yesu inatukinga na majanga yote yatusibuyo. Damu ya Yesu ni damu takatifu.